Afrika Kusini ni taifa lililo na historia ndefu ya uwekezaji katika teknolojia ya kijeshi, hususan baada ya vikwazo vya kimataifa wakati wa enzi ya ubaguzi wa rangi apartheid. Katika juhudi za kujitegemea, taifa hili lilianzisha kampuni na taasisi mbalimbali za utafiti wa kijeshi kama vile Denel Dynamics. Mojawapo ya mafanikio makubwa ya taasisi hii ni kuundwa kwa mfumo wa ulinzi wa anga uitwao Umkhonto, ambao ni kombora la kisasa linalotegemea teknolojia ndani ya nchi na lina uwezo wa kushindana kimataifa. Jina Umkhonto ni neno la lugha ya Kizulu linalomaanisha mkuki au silaha ya kutupa. Jina hili lina uzito wa kihistoria kwani linahusiana pia na chama cha kijeshi cha ANC kilichopigania uhuru wa Umkhonto wa Sizwe. Hivyo basi, mfumo huu hauwakilishi tu mafanikio ya kiteknolojia bali pia urithi wa mapambano ya taifa hilo. Mfumo wa Umkhonto ulianza kutengenezwa katika miaka ya 90 mwishoni na kufikia hatua ya kujaribiwa rasmi mwanzoni mwa miaka ya 2000. Denel Dynamics, iliyokuwa inajulikana awali kama Kentron, ilianza mradi huu kwa lengo la kutoa suluhisho la ulinzi wa anga kwa jeshi la wanamaji la Afrika Kusini na pia kwa soko la kimataifa. Awamu ya kwanza ya maendeleo ilizingatia mahitaji ya meli za kivita, hasa zile za aina ya Meko A200 Sun ambazo Afrika Kusini ilinunua kutoka kwa Ujerumani. Umkhonto ulilenga kutoa ulinzi wa karibu na wakati dhidi ya vitisho vya angani kama vile ndege za kivita, helikopta za kivita, makombora ya kupita karibu na bahari, sea skimming missiles, na hata ndege zisizo na rubani yani drones. Mfumo wa Umkhonto umeundwa kwa aina mbalimbali kulingana na mahitaji ya kiutendaji. Moja, Umkhonto IR, Infrared Guided. Hili ndilo toleo la kwanza kuendelezwa na lina uwezo wa kuongozwa kwa kutumia sensa za mionzi ya joto infrared seeker. Hii ina maana kwamba linaweza kufuatilia na kulenga chanzo cha joto kama injini za ndege au makombora. Sifa kuu za kombora hili ni uwezo wa kufikia umbali wa hadi kilomita 15 hadi 20. Halihitaji rada ya kuongoza, hivyo ni vigumu kwa adui kugundua kuwa amelengwa, pamoja na pia hutumika kwa ufanisi kwenye meli za kivita za Afrika Kusini. Aina ya pili ni Umkhonto EIR, Extended Infrared Range. Hili ni toleo lililoboreshwa la IR kwa ajili ya kuongeza umbali wa kushambulia na ufanisi wa kulenga katika mazingira yenye changamoto kama vile joto la juu au hali ya hewa mbaya. Sifa kuu ya aina hii ya kombora ni umbali wa kufikia zaidi ya kilomita 25, pamoja na kuwa mfumo wake umeimarishwa kushughulikia vitisho vya kisasa kama drones na makombora yanayojificha yani stealth. Aina ya tatu ni Umkhonto R, Radar Guided. Denel Dynamics inaendelea kuunda toleo la Umkhonto R litakalotumia mwongozo wa rada ili kuongoza uwezo wa makombora kufuatilia na kupiga malengo yaliyo mbali zaidi au yanayoficha joto. Sifa kuu zitakazotarajiwa ni pamoja na umbali wa hadi kilomita 60 hadi 80, uwezo wa kufanya kazi pamoja na rada za meli au vituo vya ardhini, pamoja na kuongeza usahihi wa kushambulia malengo yanayosonga kwa kasi. Mfumo wa Umkhonto umeundwa kuwa mwepesi na rahisi kuunganishwa kwenye majukwaa mbalimbali ya kijeshi, ikiwa baharini, ardhini na baadaye hata angani. Uwezo huu wa kubadilika hutoa faida kubwa kwa jeshi lolote linalotumia mfumo huu. Hapa chini ni uchambuzi wa jinsi Umkhonto unavyowekwa na kuendeshwa. Moja ni upachikaji kwenye meli, naval variant. Hii ndiyo njia kuu ambayo Umkhonto umeingiziwa kwenye jeshi la Afrika Kusini, hasa kupitia meli za Meko A200 SAN frigates. Vipengele muhimu vya upachikaji ni pamoja na moja, Vertical Launch System VLS. Umkhonto huzinduliwa kwa wima, hivyo kuchukua nafasi ndogo na kutoa uwezo wa kushambulia malengo kutoka pande zote. 2. Integration na Combat Management System CMS. Mfumo wa Umkhonto umeunganishwa na CMS wa meli ili kupokea data za malengo kutoka kwa rada za meli. Na 3. Kujiendesha kikamilifu, Fire and Forget. Baada ya kulengwa, kombora hujiendesha lenyewe bila uongozi wa kuendelea kutoka kwa meli. Namba 2, upachikaji ardhini, Ground Based Air Defense. Denel pia ilianzisha toleo la ardhini la Umkhonto ili kulinda miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, miji mikubwa au vituo vya kijeshi. Vipengele vya mfumo wa ardhini nikiwa ni pamoja na mobile launcher, ambapo mfumo huu unaweza kuweka kwenye magari ya kijeshi ya kubebea makombora, wheeled or tracked vehicles. Pia command and control stations, ambapo kituo cha kuendesha mfumo hutoa amri za kufyatua, kuchagua malengo na kufuatilia hali ya anga,
pamoja na sensor integration ambapo huunganishwa na rada ya kuzunguka ya aina mbalimbali na pia sensor za infrared kwa ajili ya kulenga bila kuvamiwa na rada ya adui. Namba 3 ni uendeshaji, operational use. Umhoto hutumia teknolojia ya kisasa ya mid-course guidance na terminal seeker kufuatilia mlengwa hata kama anaepuka. Pia unatoa ulinzi wa kina, defensive strategy, kwa kutumia dhana ya layered air defense ukilenga makombora ya chini kabisa hadi yale ya kati, pamoja na interoperability ambapo mfumo huu unaweza kufanya kazi na mifumo ya NATO na mifumo ya ndani ya Kiafrika kutokana na uwezo wa kiusanifu kufunguka, open architecture. Mfumo wa Umhoto umeundwa kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ili kuweza kutoa ulinzi madhubuti dhidi ya vitisho vya kisasa vya anga. Sifa za kiufundi ndizo msingi wa ufanisi wake, na hapa chini tunachambua vipengele muhimu vya kiutendaji. Moja, kasi ya kombora. Umhoto ni kombora la subsonic, lakini lina kasi ya juu ndani ya kiwango hicho. Hufikia kasi ya karibu Mach 2, yani mara mbili ya kasi ya sauti, ikimaanisha linaweza kufika kwa mlengo wa haraka kabla ya hatua za kukwepa kuchukuliwa. 2, umbali wa kufikia, range. Umhoto IR lina range ya kilomita 15 hadi 20. Umhoto EIR lina zaidi ya kilomita 25, katika baadhi ya matoleo hushambulia hadi kilomita 30, na Umhoto R inayotengenezwa, lengo ni kuwa na umbali au range wa zaidi ya kilomita 60 hadi 80. Umbali huu huifanya iwe bora kwa ulinzi wa miji, vituo vya kijeshi au meli zilizoko mbali na pwani. 3, mfumo wa kuongozwa, guidance system. Ina mfumo wa infrared homing ambapo hurekodi joto la mlengwa na kulifuatua hadi kuligonga. Hii ni teknolojia ya fire and forget. Hakuna haja ya ufuatiliaji wa mfululizo kutoka kwa kituo cha kuongezwa. Pia mfumo huu huleta faida kwa kuwa passive, yani hauwezi kutambuliwa na rada za adui, tofauti na mwongozo wa rada. 4, teknolojia ya mid-course updates. Umhoto pia una uwezo wa kupokea taarifa mpya za mlengwa kutoka kwa kituo cha kuongozea wakati uko angani, mid-course. Hii humwezesha kulenga malengo yanayosoka kwa kasi au kubadilisha njia. Namba 5, uwezo wa kulenga malengo mengi. Mfumo huu umeundwa kushambulia hadi malengo 8 kwa wakati mmoja. Inaweza kutumika katika mazingira ya vita vya kisasa vinavyohusisha mashambulizi ya pamoja kutoka makombora na ndege za kivita. Namba 6, ufanisi dhidi ya vitisho mbalimbali. Umhoto umejaribiwa dhidi ya ndege za kivita, fighter jets, makombora yanayojificha chini ya uso wa bahari, sea skimming missiles, drones na helikopta za mashambulizi. Katika majaribio ya kijeshi, kombora la Umhoto lilifaulu 85% ya malengo yaliyoruhusiwa kwa jaribio. Ufanisi huu umefanya Umhoto utafutwa na mataifa mbalimbali. Mfumo wa Umhoto haujaishia kuwa teknolojia ya kitaifa ya Afrika Kusini pekee, bali ni mfano wa mafanikio ya Afrika katika nyanja ya teknolojia ya ulinzi. Katika sehemu hii tutaangalia jinsi mfumo huu unavyochangia hadhi ya Afrika Kusini kijeshi, vilevile kupokea kwake katika soko la kimataifa. Afrika Kusini ni nchi pekee barani Afrika yenye uwezo wa kuzalisha makombora ya hali ya juu ya kujilinda. Kupitia kampuni ya Denel Dynamics, Afrika Kusini imejiweka kwenye ramani ya mataifa yanayoendelea kiteknolojia kijeshi. Umhoto unachukuliwa kama ishara ya ubunifu wa Kiafrika na uhuru wa kijeshi. Meli za kivita za Afrika Kusini, hasa aina ya Valo class frigates MEKO A200, hutegemea Umhoto kwa ulinzi wa karibu na wakati. Mfumo huu unaongeza uwezo wa jeshi kulinda mipaka ya baharini, hasa katika ukanda wa bahari ya Hindi na Atlantic. Mataifa kadhaa barani Afrika na nje yake yameonyesha aina ya kupata mfumo huu. Nchi za Algeria, Nigeria na Misri zimekuwa zikijitahidi kuboresha mifumo yao ya ulinzi wa anga. Kumekuwa na ripoti zilizo rasmi kuwa baadhi yao walionyesha nia ya kununua Umhoto. Mataifa kama Namibia na Botswana yamekuwa washirika wa muda mrefu wa kijeshi na Afrika Kusini. Kuna uwezekano wa kutumia toleo la ardhini la Umhoto kwa kulinda viwanja vya ndege au taasisi muhimu. Denel imejaribu kuingiza Umhoto katika masoko ya Asia, Mashariki ya Kati na Ulaya ya Mashariki. Saudi Arabia na Falme za Kiarabu wamekuwa wakitafuta makombora ya gharama nafuu lakini yenye ufanisi. Brazil na India, mataifa haya yalijadili ushirikiano wa kiteknolojia na Afrika Kusini kwa miaka ya nyuma, ingawa mipango mingi ilizuiwa na masuala ya kifedha au kisiasa. Meli za MEKO zilitengenezwa kwa ushirikiano kati ya Ujerumani na Afrika Kusini, hivyo Denel iliweka matumaini kuuza Umhoto kama sehemu ya vifurushi vya MEKO Ujerumani. Ingawa Umhoto ni kombora lenye uwezo mkubwa, kumekuwepo na changamoto zifuatazo: migogoro ya kifedha katika Denel Dynamics.
Hii imeathiri uzalishaji wa kiwango kikubwa na usafirishaji wa makombora. 2. Masharti ya udhibiti wa silaha. Baadhi ya mashirika ya kimataifa hupinga usambazaji wa silaha kwa mataifa yenye migogoro ya kisiasa, pamoja na mashindano kutoka kwa mataifa tajiri. Makampuni kutoka Marekani, Uchina, Urusi na Ulaya yanatengeneza mifumo ya bei ya juu yenye historia ndefu. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Umkhonto ni ushahidi thabiti kwamba Afrika kupitia Afrika Kusini inaweza kutengeneza na kuendeleza teknolojia ya hali ya juu ya kijeshi inayoweza kushindana katika soko la kimataifa. Ikiwa na mfumo wa kombora wa masafa ya karibu na ya kati, Umkhonto umejidhihirisha kuwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na vitisho vya kisasa kama ndege za kivita, makombora ya ardhini na ya baharini pamoja na ndege zisizo na rubani. Ubunifu wa kutumia teknolojia ya infrared homing, uwezo wa kuzingatia malengo mengi kwa wakati moja, na uboreshaji wa matoleo yake hadi kufikia Umkhonto R vimeifanya silaha hii kuwa ya kipekee barani Afrika. Ingawa changamoto kama uhaba wa rasilimali, vikwazo vya kibiashara na ushindani kutoka kwa mataifa makubwa zimeathiri usambazaji wake kimataifa, bado Umkhonto ni alama ya mafanikio ya Afrika katika kujitegemea kijeshi. Kwa ujumla, Umkhonto si tu mfumo wa ulinzi, ni alama ya udhubutu wa kiteknolojia wa Afrika, mfano wa usalama wa kimkakati unaotokana na uwekezaji katika utafiti na maendeleo, na njia ya kuelekea kwenye bara linalojisimamia kijeshi, kiuchumi na kiteknolojia.